Karibuni kwenye kipindi chetu. Asante. Dada Jenifer na dada Chiezeto. Ndiyo. Karibuni sana. Asante. Tuambie. Kwanza kabisa tuanze na ulipotusikia na ulipotokea. Nimewasikia kwa rafiki yangu. Yeye alikuja hapa nadhani kama miaka 3 iliyopita. Lakini hakupata nafasi kwa kipindi kile. Anasema labda kwa vile mlikuwa mnaanza. Sisi tuna miaka 15. Sijui alikuja mwaka gani lakini. Tuna miaka 15. Yeye asema alikuwa anachagua kazi. Yaani hiyo ndio short and clear. Huyu alikuwa amekuja hapa anatafuta kazi zake anazotafuta yeye. Lakini kama ni kazi hizi ulizonazo sawa. Zipo miaka 15 iliyopita hapa ndugu yangu watu wamekuja wamepata kazi ndio hivi. Na wameendelea. Kwa hiyo anayekuja hapa akashindwa kupata kazi, amekuja na anachagua kazi. Okay. Kwa hiyo alikuwa bado ana contact zenu. Akanipa, nikapiga simu, nikajielezea. Akasema ngoja nije. Kwa nikaja jana. Yeye sasa hivi ana kazi. Yeye sasa hivi ana biashara. Ana biashara. Okay. Sawa. Kwa hiyo alijua kwamba unatafuta kazi. Alijua, yes. Okay. Akukwambia ni kazi gani? Aliniambia. Aliniambia ila sikupata ukakasi kwa sababu hizi kazi ndizo kazi tunazofanya nyumbani watoto wa kike. Kwa hiyo sikuona kama kuna tofauti yoyote au aibu yoyote ya kuja hapa na kuomba kazi. Na unapokuja sehemu kama hii, sio tu unakuja kuomba kazi. Unakuja kujiexpose pia. Kwamba unaweza ukafanya hiki, ukakichukulia kama ni kitu kidogo lakini unajiexpose mbele za watu. Unatengeneza nafasi nyingine nyingi zaidi. Ndio ulichogundua. Ndio nilichogundua. Okay. Sawa, karibu. Wewe kitaaluma una career gani? Mimi ni mwalimu. Nimesoma University of Dar es Salaam. Wow. Yes. Nimegraduate 2018. Yes, with honors. Una miaka kama 8 hivi. Yes. With honors na hapa katikati nimejaribu vitu vingi. Biashara. Kwa mwalimu sasa. Nimefundisha mwaka mmoja. Mwaka mmoja tu toka umalize chuo. Yes, kwa kujitolea. Okay. Kwa kujitolea na yenyewe. Kwa ajira kama ajira ukupata. Hapana. Na kwangu mimi ajira za serikalini is not my priority kwa sababu zinanibana kutofanya mambo mengine. Ni bora uje unaenda sehemu kwa muda fulani, unafanya kitu fulani, labda unajipangia labda ni miaka 2, unafanya kitu fulani, una save, unaenda kufanya mambo yako mengine. Lakini ile commitment kuhangaika na ajira za serikali. Hapana. Kabisa watu ndio ndoto zao. Watu wanaosema hamna kazi wanatafuta ajira za serikali. Mimi sijawahi kuhangaika kwa kweli. Kwa hiyo katika kipindi chote ulikuwa unafanya nini? Nimekuwa managing director kwenye certain mining company ambayo ilikuwa ni family wise. Kwa muda mfupi. Ndani mwaka 1 au mwaka 1 na nusu. Baada hapo nikaona hainifavor yani. Kwa nikaendelea mambo mengine, nimekuwa napika, nilikuwa Arusha, tulikuwa na rafiki zangu, tukafungua kimgawa, tukawa tunauza chips na nini hivyo. Yes. Baada ya Arusha nikarudi nyumbani Kibaha, nikafungua bucha la samaki, nikafanya bucha la samaki ilikuwa na genge pia. Kwa hiyo nimefanya hiyo, japo changamoto ni nyingi lakini nimefanya mpaka wiki iliyopita. Yes. Nilikuwa kwenye ofisi yangu. Kwenye ofisi yako sasa umefunga? Imebidi nifunge mpaka labda nipate mtu ambaye akumwamini nimwache pale. So kwa nini umwache mtu? Yaani kwa nini umeacha biashara yako afu unakuja kwenye ajira? Biashara ni ngumu sana sasa hivi. Yes. At least ukiwa na mtaji mkubwa. Mkubwa sana. Na uwe na akiba pia kwamba ukibounce uwe na kitu cha kuinua tena. Mtaji mkubwa sana kwako ni upi? Inategemea na biashara unataka kufanya. Hiyo biashara ulikuwa unafanya mtaji wake mkubwa sana ni upi? Kiasi gani? Sasa kwa sababu changamoto ni nyingi kwenye biashara ni nyingi mno. Sasa unasema mtaji ni mkubwa sana au mtaji utakao upate kweli?
Ukipata unafikiria kama hapa unaona kwamba expenses ni kubwa kuestablish hicho kitu au kukiendesha. Unarudi nyuma, una restructure, unafikiria kufanya kitu kingine. Utakiwi kuchoka kujaribu na kujifunza vitu vipya. Yes. Umeongea kisomi kabisa. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Maisha ni game. Unatakiwa ujifunze kucheza. Ukiona huku inaenda vibaya, unaangalia upande mwingine. So unakariri tu pale pale. Hongera. Asante. Kwa hiyo huku kwetu sasa umeiona fursa gani? Au umeambiwa ni opportunity gani unaweza kupata? Nimefuatilia kwenye page yenu. Mmekuwa mkihamasisha mabinti waje wapate kazi. Ni fursa nzuri ya kusave pesa. Na kwa kipindi hicho ambacho unafanya kazi ni wakati ambao pia utakuwa unafikiria ufanye nini na hiyo pesa ambayo utakuwa umesave. Perfect. Kwa hiyo nikaona sio kitu kibaya nije nifanye hicho mlichoshauri. Wakati huo nikifikiria kwamba nikimaliza hapa fanya kitu gani. Na nimependa zaidi kwa sababu ni mkataba wa mwaka. Kama utakuwa umemaliza mwaka na hujaona ufanye, yani bado unaona labda pesa haitoshi au bado hujafikia mwisho wa kufikiri kwamba ufanye nini, unaweza kuongeza tena. Yes. Okay. Well, umesema vizuri kwamba tumewashauri mje mfanye hizi kazi, msave wakati unafanya, unafikiria nini cha kufanya na hiyo hela unasave. Swali langu kubwa kwenu ni kwamba sasa mmejipangaje kwenda kutoa hiyo huduma, sababu tayari kazi zipo na watu wanaohitaji kuhudumiwa wapo, lakini wewe kama mtu wa huduma umejipanga vipi kuhakikisha kwamba utatoa huduma katika kiwango kinachohitajika? Na tena wasomi kama nyinyi kuna shida kidogo hapo ya kutembea na kiburi cha elimu. Mimi na degree, mimi siwezi kutumwa ovyo, mimi siwezi sui hivi, yani vitu vidogo vidogo lakini ambavyo vinawashusha sana thamani. Yani mnabaki mnatembelea title ya degree lakini huwezi kutatua changamoto hata basic. Very basic changamoto nyumbani kwa mtu anahitaji nyumba yake iwe safi, iwe organized, chakula kipikwe vizuri, watoto wake kama wapo wasaidiwe kama hivyo msomi kama wewe kusaidia watoto homework na nini. Lakini hizo basic kabisa mtu zinamshinda. Kisa nini? Ana kiburi chake cha elimu kichwani. Mimi nimesoma. Kwa hiyo utaki mpaka mwenye nyumba anakuogopa sababu ya title yako ya degree. So umejipangaje wewe? Kwanza kabisa mpaka umetoka huko uliko ukaja hapa au kaenda sehemu yote ile ukaomba kazi, unatakiwa ujue umefuata nini pale. Unatakiwa ujue umefuata. Kwa hiyo wale wanaokuwa na wanatusumbua na viburi vyao wanakuwa wajui walichofuata. Huenda wanajisahaulisha pia. Kwa sababu elimu yako inatakiwa ikomboe. Yani kama wewe una elimu alafu haija kukomboa akili yako, hujafanya chochote. Mimi huwa nawaambia kama una vyeti vyako alafu havikusaidii kutatua matatizo ya watu, hicho vyeti ni takataka. Ndio. Hivyo ndio nasema. Na nadhani kufuatilia malengo yako ni bora zaidi kuliko kiburi. Lakini kwa bahati mbaya wengi wana viburi. Kwa bahati mbaya mpaka mimi nasema sasa watu walienda shule kwa ajili ya kuwekewa viburi kichwani. Yani au kama unaenda shule alafu unawekewa mipaka kwamba hii kazi sio hadhi yako. Ingawaje inaweza kukupa hatua, inaweza kukupa mtaji, inaweza kukusogeza, but kichwani umetengenezewa mipaka ya kwamba kuna kazi fulani it's not your thing, it's not your hadhi. Hicho ndio kinawasumbua wadada baadhi ambao wamepata hizo bahati za kwenda madarasa. Tulitarajia dada ambaye amefika shule anapoosha chombo chake kiwe tofauti na dada ambaye shule hajaenda. Yani cha kwako kinakuwa kimeoshwa, kimesafishika vizuri, kimeng'aa. Hichi cha huyu dada ambaye hakwenda shule kiwe kina mafuta, kinatoa uvundo, kina nini. Unaweza kuelewa, lakini unaweza kukuta yule dada ambaye shule hajaenda anakunyoshea vyombo vinatakata, nyumba anaisafisha vizuri. Sasa what's the point? Yani elimu yako inakuwa ina msaada gani? Ni kwa kweli hapo kuna shida naiona. Buba tu
Wasichana wengi, na wewe unajua mtaani, nyinyi mliomaliza, wewe umemaliza na watu wengi, ni wote wako kwenye ajira? Hapana, wako mtaani. Unadhani kwa nini? Kitu kinachoturudisha nyuma, yani sio wasichana tu, vijana wote, ni aibu. Ndio, ukiweza kuikonka aibu yako, basi umefaulu katika maisha. Nani unamwonea aibu sasa? Shule umeenda mwenyewe kusoma. Ndio hicho sasa. Kwa nini ile elimu yako ishindwe kukupa ujasiri wa kuanzia zero? Ndio. Why unakosa confidence ya kuanza zero ukijua kabisa mimi nitakavyofanya ni tofauti na mtu ambaye hakwenda shule. Mimi na uwezo wa kugeuza kitu kidogo kikawa kikubwa kwa sababu tayari na maarifa. Why hicho kitu kinawashinda? I can speak for others, yani. Ila unaweza kujisemea mwenyewe. Ni swali ngumu. Kujibu kwa niaba. So wewe umejipangaje? Sawa, umejibu vizuri. Wewe kama wewe umejipangaje kwamba tutakuwa na msomi wa tofauti sasa? Dada Chezeto akienda kazini tutaambiwa kweli mmetuletea professional ambaye ni msomi mwenye uwezo wa kutatua matatizo ambayo ni very basic. Maana sisi hapa kwetu ni kazi za ndani. Kazi za ndani ni very basic. Kama ulivyosema tumelelewa nazo. Kwanza picha inaanza hata kama hujawahi kwenda hata darasa moja. Kazi za ndani, mdada wa Kitanzania amelelewa na hizo kazi. Amekuwa kwenye hayo mazingira. Sasa ukiwa umeenda shule tena tunatarajia sasa uwe na maajabu. Kwenye kazi hizi ambazo ni very basic, wewe unazifanya katika udogo wake, unazifanya kwa ukubwa. Uone kama ni vitanda vinatandikwa kwa ngazi ya nyota 5. Kwa sababu una elimu, una exposure, unaweza kuingia kwenye mtandao kaangalia vitu vinafanyikaje, madawa gani ya usafi, vyakula vya kisasa vinapikwa vipi. Yani tunatarajia vitu vipya kwa mtu ambaye anatuambia ameenda shule, hata kama sio career yako, lakini maarifa yale kwa ujumla yanakusaidia kunavigate kwenye maisha. Sio lazima uwe tu ni mwalimu wa kufundisha. Ndio. Kwa hiyo wewe kama wewe, mimi napenda kujifunza kwanza. Kwa hiyo katika kila kitu ninachokiendea katika maisha yangu huwa natarajia kujifunza. Huenda iwe changamoto au mafanikio, kuna funzo katika kila kitu. Kwa hiyo siendi kufanya kazi ikiwa nimesimamisha masikio kwamba ninachokijua ndicho ninachokijua. Binadamu anajifunza kila siku. Nitaenda na open mind. Sababu unapofika kwa watu, yani wewe pale ni ofisi. Yes, unapojipresent kwa watu na unapopresent kazi zako kwa watu, ndivyo unaiweka ofisi yako kwenye structure nzuri. Au unatengeneza brand yako. Unatengeneza profile yako vizuri. Huenda sio hapa tu ambapo labda nikimaliza mkataba nitarudi tena kuomba mkataba mwingine. Lakini huenda pale ninapoenda mpaka nipeleka sehemu nyingine katika maisha. Kwa mimi naenda na open mind. Naenda kufanya kazi, lakini naenda kujifunza, kujifunza kuishi na watu, kujifunza techniques za maisha, na vitu vingi. Yani binadamu siku zote tunajifunza. Hatuishi kujifunza. Hata wewe mzee. Yes. Sawa. Na zaidi ya yote unatarajiwa uwe unatoa huduma. Utajifunza sawa, but lazima ujiweke kwenye position ya kwamba hapa nimekuja kuleta suluhisho. Ukibaki kama kujifunza, wadada wa traditional level ndio tunawaambia zaidi ni watu wa kuelekeza, ni watu wa kujifunza. So mtu ambaye atamwajiri dada ambaye ana maarifa kama ya kwako, asiwa atarajii kukufundisha. Yani utakuwa na maelekezo ya hapa na pale, kumsoma bosi wako anapenda nini, na wewe mwenyewe kujiongeza na kujiongoza katika yale mambo anayoyapenda kuhakikisha unayatatua. Sawa. Sio ukasema naenda kujifunza tukaambiwa mbona dada mwenyewe asubiri kila kitu umuelekeze. Hapana. Dada Chezeto, karibu sana. Asante. Haya.